Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kupekulia Kurasa kwa hili. Wilaya ya Nkasi inakabiliwa na upungufu wa walimu licha ya kuongoza katika matokeo ya darasa la 7 mwaka uliopita. Akizungumza na Kurasa, katibu wa chama cha walimu wilayani humo, Mustafa Mitago, amesema wana upungufu wa zaidi ya 40% ya walimu wanaohitajika. Idadi ya walimu wanaohitajika ni 133, waliopo ni walimu 1121 ambao ni 57% tu, na upungufu ni walimu 842 ambao ni 43%. Pamoja na hayo, tumepambana kuongeza fedha likizo kwa walimu hasa shule za msingi kutoka milioni 55 hadi milioni 125, kiasi ambacho walimu wanapata fedha zao za likizo. Tuendelee na Kurasa. Wananchi wa mtaa wa Changanyikeni wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam wameeleza hisia zao baada ya kuanza kwa ujenzi wa barabara inayounganisha eneo hilo na Makongo baada ya kipindi kirefu cha changamoto kutokana na ubovu wa barabara hiyo. Wakizungumza na Kurasa, wakazi hao wamesema mamlaka husika ziharakishe ujenzi huo ili kupunguza adha ya usafiri. Kabla barabara hii, wakazi wa Changanyikeni tulipata tabu kubwa sana. Hii barabara toka ilivyotaka kutengenezwa itatusaidia mambo mengi sana. Sisi tutakuwa jirani na ndugu zetu wa Makongo. Hii barabara itatusaidia sana. Kipindi cha kwanza hii barabara hii najua ilikuwa kidogo inasumbua, sio kidogo, ilikuwa inasumbua sana hiyo barabara. Ila naona kuanzia mama alipoingia, naona barabara sasa hivi inatengenezwa. Ilikuwa ni mojawapo kwamba itafungua fursa ya Changanyikeni, maana Changanyikeni ilikuwa tunaishi kama kisiwa. Kwanza tunaomba kwanza uendelezo uzidi kuwa uendelezo mrefu zaidi. Alafu tunashukuru kwa kutufikiria kwanza kutuletea huu mradi wa barabara. Katika hali ya kutengeneza mahusiano mazuri kati ya jeshi la zimamoto na uokoaji na wananchi mkoani Simiyu, askari wa jeshi hilo wametakiwa kuishi kwa mujibu wa vyeo vyao. Jumla ya askari 8 wa ngazi mbalimbali wamepandishwa vyeo katika jeshi hilo, na askari hao wameahidi kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa taratibu za jeshi hilo. Vyeo hivyo tunategemea mkavitendea haki, mkavifanyie kazi. Tunategemea sasa hivi mienendo na tabia yenu itaonesha kwamba nyie ni masajent na wengine ni makopro. Kwa mienendo na tabia yenu isabifu kwamba nyie ni viongozi. Waliopandishwa cheo kutoka cheo cha kopro kuwa sergeant wa zimamoto na uokoaji ni 7, na waliopandishwa cheo kutoka cheo cha constable kwenda kopro ni askari 1. Tutafanya kwa weledi majukumu ya cheo hiki tulichopanda cha sergeant. Kupandishwa cheo hiki miongoni mwa vitu ambavyo vitatuongezea tija ili kufanya kazi kwa weledi na kwa mafanikio zaidi. Endelea kufanya kazi kwa weledi zaidi, na pale ambapo itatokea tukio lolote, liwe la uokoaji, liwe la moto, basi wasisite kupiga namba ya jeshi la zimamoto na uokoaji 114. Tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia Kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.